Msemaji wa klabu ya Young Africans baada ya Simba Sport kuingia fainali, Ali Shabani Kamwe amefunguka na kesho ndio dabi ya Kariakoo. Afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe ameweka wazi msimamo wake kwa kauli yenye msisimko mkubwa kufuatia Simba Sport kufuzu hatua ya fainali ya michuano mikubwa ya ndani. Akizungumza na waandishi wa habari na mashabiki wa soka, Ali Shabani Kamwe amesema Yanga wanawakaribisha wapinzani wao kwenye kikaango chao, akisisitiza kuwa mchezo huo wa fainali ni fursa ya kuonesha ubora wa klabu hiyo katika ngazi ya juu ya ushindani. Kauli hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti kutoka kwa mashabiki wa soka nchini, huku kizidi kuongeza hamasa kuelekea mchezo huo mkubwa unaosubiriwa kwa hamu kubwa. Ali Shabani Kamwe ameongeza kuwa Young Africans Sports Club ya sasa ipo katika kiwango cha juu kiuwekezaji na kiakili, akisema kikosi hicho kimejipanga vilivyo kuhakikisha kinapata matokeo chanya. Ameitaja safu ya ushambuliaji kuwa moja ya silaha muhimu, akiwataja nyota kama Alan Okello na Prince Dube kuwa sehemu ya wachezaji wanaoweza kuleta mabadiliko makubwa uwanjani. Amesema uwepo wa wachezaji hao pamoja na wengine wenye uzoefu na vipaji unaongeza nguvu ndani ya timu na unawapa matumaini makubwa mashabiki wa Young Africans kuelekea fainali hiyo. Aidha, amesisitiza kuwa maandalizi yanaendelea kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha timu inakuwa katika ubora wa hali ya juu siku ya mchezo. Kauli hiyo ya Ali Shabani Kamwe imeongeza msisimuko zaidi katika mitandao ya kijamii na mijadala ya mashabiki wa soka nchini, huku kila upande ukionyesha kujiamini kwa kiwango kikubwa. Fainali hiyo sasa inatarajiwa kuwa ya ushindani mkali na yenye mvuto mkubwa, ikikusanya macho ya wapenzi wa soka kutoka kila kona ya nchi. Ni kesho tarehe 29 Aprili mwaka 2026, Young Africans Simba Sport wanakutana tena katika uwanja ule ule wa Guantanamo Bay, gereza hili ambapo mtu ukiingia pale hakika huondoki ukiwa salama. Na ubaya wa kesho ni lazima apatikane mshindi wa kunyanyua kwapa kuchukua shilingi milioni 150, zawadi ya kombe hilo la Muungano Cup. Matokeo yatakuwaje? Sijui ndugu zangu, tusubirie kuona kesho. Kumbuka baada ya hapo watageuka tena Mei 3, 2026 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na katika msimu mmoja tutashuhudia watani wa jadi kwa maana ya timu ya Young Africans dhidi ya Simba Sport wekundu hawa wa Msimbazi wakikutana mara nne. Hakika hii ni historia, wanakutana mara 4 ndani ya msimu mmoja. Na mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Usiache kufanya hivyo kila mara. Pia cha muhimu ni kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Cha muhimu ni ku-allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Malkia wa Soka. Malkia wa Soka tunakuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa unapata full mukoko kuhusiana na taarifa mbalimbali za kimichezo zinazo trend, uchambuzi exclusive, makala mbalimbali za kimichezo tunakuwekea hapa ndani ya Malkia wa Soka. Endelea kusalia nasi mtazamaji wetu, bila shaka utaenjoy sauti ya Malkia. Mimi ni Queen Lizzy ninayekusomea taarifa za kuhusiana na makala, lakini hapa pia unapata uchambuzi, unapata exclusive mbalimbali na mashabiki mbalimbali wa klabu ya Young Africans, Azam FC, Simba Sport pamoja na Singida Black Stars na timu zingine. Unapata hapa taarifa zote. Hadi wakati mwingine, endelea kusalia nasi. Bye bye.